Baada ya Mheshimiwa Rais kusema kwamba serikali itanunua umeme maalum kwa ajili ya mikoa ya kanda ya kusini ili umeme usikatike mara kwa mara, ofisi ya msemaji mkuu wa serikali imetoa ufafanuzi na kusema umeme uliopo katika gridi ya taifa unazalishwa kutoka ukanda wa kusini mashariki na hivyo kulazimika kusafirishwa umbali mrefu kwenda maeneo mbalimbali nchini, hali inayosababisha upotevu mkubwa wa umeme. Kwa kanda ya kaskazini, upotevu wa umeme unaosafirishwa umekuwa ukisababisha hasara ya zaidi ya shilingi bilioni 32 kwa mwaka. Kutokana na upotevu huo na usafirishaji mrefu wa umeme, kanda ya kaskazini imekuwa ikikabiliwa na changamoto kubwa kukatika kwa umeme mara kwa mara, hali ambayo imeathiri wananchi. Imesema taarifa hiyo iliyotolewa na idara ya habari maelezo ofisi ya msemaji mkuu wa serikali leo jana Machi 9. Sasa pia taarifa yao imeeleza kufafanua kuwa ununuzi wa umeme kutoka Ethiopia kupitia Kenya utasaidia kuondoa changamoto ya kukatika kwa umeme mara kwa mara na kuokoa upotevu mkubwa wa umeme unaokwenda katika kanda hiyo. Gharama za umeme unaonunuliwa kutoka Ethiopia ni nafuu kutokana na taarifa na kutokana na Tanzania kuwa na mwanachama wa gridi ya umeme ya kanda ya kaskazini mwa Afrika, ambapo nchi zina makubaliano ya kuuziana umeme wa gharama nafuu ambayo inalingana na ama chini ya gharama ya uzalishaji umeme zilizopo sasa hapa Tanzania kwa baadhi ya vyanzo vyetu. Utaratibu wa Tanzania kununua umeme kutoka nchi jirani umekuwa ukifanyika tangu miaka mingi, hususan mikoa pembeni ambapo Rukwa kutoka Zambia, Kagera kutoka Uganda na Tanga kutoka Kenya. Lengo kuu la kununua umeme kwa ajili ya maeneo ya pembezoni mwa nchi ni kuimarisha gridi ya taifa na kuiwezesha nchi kuwa njia mbadala ya kupata nishati ya umeme pale kunapotokea changamoto ya gridi ya taifa. Uko tayari kuweza kushuhudia? Is that keep enjoying.